uchaguzi wa mwaka wa 2027 ukizidi kukaribia, wagombea mbalimbali wameendelea kuashiria nia yao ya kushuka debeni katika kinyang'anyiro cha urais wa Kenya, chama cha Jubilee kikianza kumpigia debe aliyekuwa waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i. Katibu mkuu wa chama hicho Jeremiah Kioni amesema kuwa Matiang'i ndiye atakayepeleka Kenya mbele na uchumi, akimtaja kuwa mzalendo na mwenye bidii, kama anavyotupasha mwanahabari wetu chipukizi Helen Kiplagat. Chama cha Jubilee chamiminia sifa aliyekuwa waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i kuwa miongoni mwa watakao kuwa debeni kuwania urais ifikapo uchaguzi wa mwaka wa 2027, wakidai kuwa ni suluhisho la masuala ya uchumi wa nchi. Alizungumza maneno haya katika sherehe ya iftar eneo bunge la Nyali, kaunti ya Mombasa. Kule kwa mlima wao wameamua ya kwamba their presidential candidate kupitia Jubilee ni Fred Matiang'i. Na je, hapa Mombasa mko aje? Na wangapi? Tuone tu kwa mkono kama kunao. Now we are saying let people register na waende watengeneze vyama vyao. Lakini sisi tuko katika Jubilee. Na wale ambao nimeona wameinua mikono wangetaka kuwania viti tofauti, kama vile tumesema, we will have free and fair nominations. Kwa upande wake, naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Beatrice Gambo amesema wao katika uchaguzi wa 2027 wataweka rangi ya nyekundu mkoa wa Pwani kwa kushinda nafasi nyingi za uchaguzi. Picha suggestion ya ofisi, wanasema mama ofisi iwe hapa, mama ofisi iwe hapa, na wahakikishia tunakuja kupandisha bendera za Jubilee Mombasa County zima. Tunakuja kupandisha bendera za Jubilee Kilifi, tunakuja kupandisha bendera za Jubilee Taita Taveta, tutapandisha bendera za Jubilee Kwale, tutapandisha bendera za Jubilee Lamu, Taita Taveta, Tana River. Kote huko tutapandisha bendera za Jubilee kwa sababu Mungu yuko nasi. Naibu katibu mkuu wa chama cha Jubilee Yasin Nur amemshukuru Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa maendeleo ya nchi, huku akishuhudia katika miradi ya miundombinu aliyoianzisha wakati wa utawala wake wa miaka 10. Tupate wa viongozi waadilifu kama Uhuru Kenyatta. Leo mimi naweza kwenda kuzika Lamu, nikarudi nikaja nikalala zangu nyumbani. Barabara nywe mpaka huko. Naweza nikatoka hapa mpaka Marsabit na gari yangu ndogo ile ya 1 kcc na ikanifikisha Marsabit ikaniregesha. Hakuna msukosuko. Maendeleo tukuona. Mwenye mato haambiwi tazama jamaa. Jubilee ndio home. Jubilee ndio kusema. Ndio itakuwa kusema, na watu wengi hapa tutakwenda nao mbio. Watu wanaelewa kuwa hii si chama mzaha. Ni chama ya watu waliostawika. Ni chama cha watu ambao hawayumbi. Sisi tumehongwa kila kitu, tumepewa chakula na senti, lakini tumekataa. Siasa za atakayekuwa rais wa Kenya mwaka wa 2027 yazidi kuendelea kupamba moto, huku wagombea tofauti kujitokeza, na pia Rais Ruto anadaiwa kuwa debeni kwenye uchaguzi mkuu ujao. Helen Kiplagat, runinga ya KU.